Mke wangu, nakusikia mume wangu. Unajua kabisa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naelewa kwamba kila aina sijui ya ibilisi, sijui shetani, sijui nani, kila kitu kimefungwa minyororo. Sasa kinachonishangaza mimi mke wangu, hivi kwa nini miezi yote imepita hukuongelea swala lolote la kuhusu mimi na wewe kuachana? Iweje mwezi mtukufu wa Ramadhani mke wangu ndio unataka uachane na mimi? Mwezi mtukufu wa Ramadhani mke wangu, unataka uachane na mimi? Tatizo ni nini mama watoto? Mbona anashindwa kuelewa? Unashindwa kuelewa? Yaani mume wangu leo nakwambia, iwe Ramadhani, iwe Shabani, iwe Rajabu. Lakini mume wangu nadhani mwenyewe unajua, mume wangu nimekuvumilia mengi. We baba, nimekuvumilia mengi sana. Au mwenyewe hujaweka kichwani? Kwani nimeamini mtenda akitendewa mtenda ndo anaweka sana kichwani. Ila wewe mwenyewe hapo hata moja huna. Nimekuvumilia sana. Hapo nimefika mwisho mume wangu, utasamehe. Sijakataa unachokiongea. Lakini nimeshakwambia kwamba mke wangu mimi nimebadilika. Kipi usikielewa? Kila siku naongea neno hilo moja. Nipe muda uone haya mabadiliko nayoongea ni ya kweli. Alafu kumbuka hiki ni kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kumbuka mimi na wewe tumefunga. Je, hii funga yetu tunaiweka vipi? Tunaiandaa vipi? Kweli Mungu anaweza kaipokea? Sisi ni wanandoa wana. Mwanamke nini? Mume wangu, najua sana na jina langu kama unavyolijua. Hamida, Hamisi, Abdalla. Lakini mume wangu, naelewa kama ndoa ni nusu ya dini. Lakini mume wangu, hapo mimi ndo nimefika mwisho. Utanisamehe babangu. Astaghfirullah. Allahu la quwwata. Hivi unachokiongea unakielewa kweli? Nakielewa, ndio maana nimekiongea. Ningekuwa sikielewa hata singeongea. Nashashua na mtu. Na kuonea huruma sana. Yaani ni bora ungesubiria huu mwezi mtukufu wa Ramadhani uishe, kuliko ndani ya huu mwezi watu wanafunga. Uone mwezi kabla hujafika watu wanapokimbilia kufunga ndoa, ili mradi wapate suna muhimu. Iweje wewe mwana ndoa eti mwezi mtukufu wa Ramadhani unajitoa? Alafu kumbuka hapo umefunga. Baada ya kuachana na mimi utaendelea na funga? Nitaendelea, nitajua kwa huko, lakini ila nimekaa nimefikiria. Funga gani hiyo? Kumbuka unatakiwa uandae kesho yako, na kesho yako ni ya huko akhira. Haya ni ya dunia. Leo hii unaweza kuona haya unaofanya unanikomoa mimi, lakini kumbuka unikomoe mimi. Unapoivunja ndoa, dunia yote inatingishika. Iwe siku za kawaida, iwe mwezi wa Ramadhani. Sasa leo hii wewe unataka uivunje ndoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, hiyo dunia itatingishika kiasi gani? Mimi nakuomba kitu kimoja. Kweli mimi nilikuwa mkosefu. Kweli mimi nilikukosea. Lakini ukupaswa kufikia huko. Nakuomba mke wangu, tufunike kombe mwanadamu apite, ili tuiandae kesho yetu. Ila kweli mume wangu, kweli hapa namkosea Mungu. Basi mume wangu, mimi naomba unisamehe. Kweli nimefikia namkosea sana Mungu kwa kweli. Maana huu ni mwezi wa Ramadhani, afu natamka kitu kama hiki. Mungu wangu, samehe. Kweli nashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumuongoza mke wangu na kuweza kunisikia anaongea. Mke wangu, na kuahidi sitokukera tena wala sitokuuzi tena. Amini kinachokiongea kinatoka ndani ya moyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio shahidi. Kweli mume wangu. Na hapa kiapo changu hiki kisimame katika mwezi wa Ramadhani, lakini hukumu endapo pale nitapoenda tofauti. Mke wangu, nakupenda. Nakupenda pia mume wangu. Samehe mume wangu. Samehe baby.
Na hii simu unayo nimekuletea kama zawadi kwa kunisamehe kwangu. Kweli mume wangu? Amini tena. Mume wangu Samsung? Galaxy. Yaani mume wangu milioni 600,000. Sasa. Sio shaftu? Ndio shaftu. Sio shaftu? Da milio tena. Bwana mume wangu. Wala baby.